Mlango wa 10 wa kibali ni roho ya utoaji. Roho ya utoaji. Mlango wa 10 wa kibali ni roho ya utoaji. Mithali 18:16 nasema ishu nyingine ya kibali, mlango mwingine wa 10 huu sasa wa kibali ni roho ya utoaji. Utoaji unaleta kibali. Kuonesha zawadi ya mtu humpatia nafasi, humleta mbele ya watu. Zawadi ya mtu anasema hivi, inampatia nafasi. Neno mpatia nafasi ni sawa na humpatia kibali. Kila zawadi huwa inatengeneza nafasi ndani ya moyo wa mtu, na namna pekee kuwini moyo wa mtu zawadi ya mtu humpatia nafasi. Kwa mtu anapokuwa anatoa vitu kwa ajili yake, kuna sehemu ya moyo wake unaikamata. Zawadi ya mtu humpatia nafasi, humleta mbele ya watu wakuu. Kama ni sadaka mbele, itakupatia kibali mbele za Mungu. Huwa naambia tukua makina zawadi. Kila zawadi unayoiona imebeba roho ndani yake, na kazi ya ile roho huwa inatafuta nafasi ndani ya moyo. Anasema zawadi ya mtu mpatia nafasi, maana yake humpatia kibali, roho ya utoaji. Kila zawadi unayoiona imebeba roho, na kazi ya ile roho inatafuta nafasi ndani ya moyo wa mtu. Zawadi ina nguvu, au sadaka ina nguvu ya kutengeneza nafasi ndani ya moyo wa mtu. Ibrahimu alipata kibali mbele za Mungu baada ya kubali kumtoa Isaka. Anasema najua sasa ya kuwa uamcha Bwana. Kwa nini? Kwa sababu umekubali kumtoa Isaka. Zawadi ya mtu inampatia kibali. Zawadi ya mtu inampatia nafasi. Dorcas alipata kibali machoni pa wale wajane. Kwa nini? Dorcas alikuwa anashona nguo, anawashonea kanzu, anawashonea gauni, anawapa. Kila anawapa gauni wanaingia ndani ya moyo wake. Siku moja Dorcas alipokuwa akasema hivi, Yesu akubali afe Dorcas kwa sababu alikuwa anatushonea gauni, alikuwa anatushonea kanzu. Kwa nini afe? Alipata nafasi ndani ya mioyo yao kwa sababu ya kile alichofanya kwa ajili yao. Zawadi ya mtu mpatia nafasi au mpatia kibali. Kwa hiyo kibali machoni pa Bwana. Learn namna ya kutoa zawadi nzuri kwa Mungu. Hata zawadi kwa watumishi wa Mungu. Kuna mtu ambaye ukienda kumtizama, ukaenda mikono mitupu, it's a mistake. Matendo ya Mitume 9:36 mpaka 40. Zawadi ya usadaka. Ndio akitaka uwini moyo wako, lango la kwanza huwa ni lango la zawadi. Matendo ya Mitume 9:36. Na mwanafunzi mmoja alikuwa Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake Dorcas, yani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa, roho ya utoaji. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata alipokwisha kumosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka kufuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye, wakalia na kumuonesha zile kanzu na nguo alizoshona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Wanaonesha zile kanzu na nguo. Dorcas kisompa nafasi kumwona hao wajane hao. Alikuwa anawapa sadaka, alikuwa anawapa nguo, ikatengeneza kibali machoni pao. Let me show you another scripture. Luka sura ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 6 nikuonesha. Sadaka mbele za Mungu, sadaka iliyo bora, utoaji ulio bora kwa Mungu na kwa watu. Na hapa sio tu kwamba utoe kanisani, saidia na watu wasioweza. Bwana asifiwe. Saidia watu wasiojiweza. Luka sura ya 7 alipokwisha kumaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, aliingia Kapernaumu, na mtumwa wake akida moja alikuwa hawezi karibu na kufa, naye ni mtu aliyempenda. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwake kumwomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu walimsihi sana wakisema, amestahili huyo umtendee neno hili. Shikilia hapo kwanza kidogo. Ameingia Kapernaumu. Kuna mzee mmoja wa mji ana mtumwa wake ni mgonjwa, amekufa. Kwa akatuma wazee waende kwa Yesu kumuita. Yesu aache ziara zake aende kwa yule akida mponye mtumwa wake. Sasa wazee wanatafuta hoja ya kwenda kumshawishi nani? Yesu. Hoja yao ni ipi? Wanasema hivi. Nao walipofika kwa Yesu walimsihi sana, walimbembelea sana, akasema hivi, amestahili huyu umtendee neno hili. Yani anastahili umtendee. Kwa nini? Maana analipenda taifa letu, naye alituchengea sinagogi. Huyu baba alijenga sinagogi. Kule kwa Wayahudi walikuwa wana hekalu. Hekalu ilikuwa Yerusalemu, ambapo kila mtu mzima lazima aende hekaluni angalau mara moja kwa mwaka. Kwa huku miji mingine yote walikuwa na masinagogi kwa ajili ya ibada kama kanisa haya. Kwa huyu baba alijenga sinagogi. Alipojenga sinagogi au kanisa kwa lugha nyepesi, wanamwambia Yesu, huyu anastahili uende kwake. Kwa nini? Amestahili, anapenda nchi yetu, amejenga sinagogi mwenyewe. Bwana asifiwe. Amelipa gharama, amejenga kanisa mwenyewe. Amestahili, anatoa,
ana kibali mioni mwetu, anatupenda. Haleluya. Haleluya. Zawadi inatoa kibali. Mwanzo 32:20. Soma hicho kisa utakiona vizuri. Wakati Yakobo anarudi kwa Esau, kaka yake, alijua Esau ana hasira. Nilitenda kwa hila, ngachukua haki yake, akanikimbiza niwe, ngakimbia ngatoka. Bwana ameniambia nirudi, nitarudije ataniua na hasira na mimi. Yakobo alijua ili nipate moyo wa Esau, najua cha kufanya ni hapo. Ni ukio mstari tena, semeni, tazama mtumwa wako Yakobo yuko nyuma yetu, maana alisema nitamsuruhisha kwa zawadi iliyonitangulia, baadaye nitamuona uso wake, huenda atanikubali uso wangu. Yakobo amesha kimbia, ametoroka. Esau anataka muue, amerudi, anajua na ugomvi naye. Zawadi ina nguvu ya kukomesha ugomvi. Kwa hiyo Yakobo alijua nguvu ya zawadi, kitu alifanya, akatangulisha zawadi mbele, kwamba Yakobo akamwambia zawadi hii ni kwa ajili yako mkuu wangu. Kwa anasema tena, semeni, tazama mtumwa wako Yakobo yuko nyuma yetu, maana alisema nitamsuruhisha, nitasuruhisha, nitatatua tatizo langu, nitatatua ugomvi wangu kati yangu na yeye kwa zawadi iliyonitangulia. Kwa Yakobo alitanguliza zawadi, anajua zawadi ikifika itakamata moyo wa Esau, nikienda hamna ugomvi tena. Kwa zawadi iliyonitangulia, baadaye nitamuona uso wake, huenda atanikubali uso wangu. Baada ya nini? Ya zawadi. Wewe mkorofisha mtu mnarudi mikono mitupu, rudi na chochote kidogo angalau. Sadaka ina nguvu ya kutengeneza kibali. Samueli wa kwanza 9:6-10 ni kwa habari ya Sauli. Anaenda kumuona mtumishi wa Mungu, anasema hatuwezi tukaenda bila chochote, lazima tupoenda kuona watumishi tuwe na chochote. Kuna mtumishi ambao unachua impact maisha yako kiroho, usiende mikono mitupu, keep something. Yule jamaa anasema, Sauli, tutaendaje kumuona nabii wa Bwana mikono mitupu? Zawadi ni sehemu ya kuheshimu mafuta. Kwa hiyo akatafuta sadaka kena nayo kwa ajili ya kukutana na Samueli. Kama itoshi, Samueli wa kwanza 25:27, kilichookoa nyumba ya Nabali, kilichomfanya Daudi agairi kuangamiza nyumba ya Nabali, ilikuwa ni zawadi ya Abigaili. Abigaili alipochua tayari Daudi amekasirika, aliandaa zawadi akaenda nayo. Tokea mbali akapiga magoti akamwambia Daudi na zawadi. Na sasa zawadi hii mjakazi wako aliyemletea bwana wangu, na wapewa vichana wafuatao bwana wangu. Kwa Abigaili hakwenda tu kuomba radhi kwa Daudi, no. Alienda na zawadi zikatangulia, zikakamata moyo wa Daudi. Zawadi inatengeneza kibali. Utoaji unatengeneza kibali. Ibrahimu alihesabiwa haki kwa imani, lakini Ibrahimu, Mungu anasema nimechua sasa ya kuwa huwa mcha Bwana, kwa sababu haukumsudia Isaka. Sasa nimechua ya kuwa mcha Bwana. Sadaka ni lango la kibali. Saidia watu as much as you can. Saidia maskini as much as you can. Saidia watu, wape watu vitu. Biblia inasema wapeni watu vitu, wape watu vitu. Kitabu cha Wagalatia sura ya 2:9, wapeni maskini vitu kwa kadri ya uwezo wako, wasaidie watu. Unajipatia kibali mbele za Mungu. Kwa kadri ya kufanikiwa kwako, gusa maisha ya watu.